Yupo ndugu yake Sauda. Najua kila kitu. Nataka tumfanye nini? Nataka tumuoe au tumpe ugonjwa wa kumpesa maisha yake yote? Au unataka awe kijakazi wako? Vitu vyote vinawezekana. Ongea, unataka tumfanye nini? Naomba tumfanye awe kiziwi. Yaani asisikie chochote kile. Na umfanye awe ananiogopa sana. Kauli yangu iwe juu ya kauli yake. Na yule mtoto Zena, naomba umtafutie adhabu ambayo inamstahiki. Wale wa mayoka, lusimba lokangana kubembeleza. Wale wa mayoka, lusimba lokangana kubembeleza. Wale wa mayoka. Huyo Sandra sasa hivi atakuwa kiziwi na atakuwa chini ya kauli yako. Ila huyo binti Zena itachukua muda. Nitakapoondoka hapa, hilo jambo nitaenda kulishughulikia. Matokeo utayaona na utatimiza azima yako. Sasa mganga, unataka mimi nifanye nini ili Sandra aweze kupata ukiziwi na hayo mengine yote aweze kutimia? Nimeshasema nitakapopotea hapa, huyo Sandra huko aliko atakuwa ameshapata ukiziwi. Na pindi nitakapofika makao makuu, binti Zena, mtoto mdogo asiyekuwa na maana, nitamshughulikia kwa nguvu zangu zote. Sauda ingala isebele ingala. Kaka Sangoma, bwana, sisi tumekuja na ugeni. Ugeni naona kabisa unatushinda, ndio maana moja kwa moja tunakuja nao kwako. Huyu ni Najua kila kitu. Huyu mkubwa hapa ni mdogo wa marehemu Sauda, na huyu binti mdogo ni mtoto wa marehemu Sauda. Ila kuna kitu nataka kujua. Kwa nini mmekuja hapa? Baada ya kujua kuwa inahitajika nguo na vijana kuna mambo yanaenda kuwashinda, nikaamua niingilie kati. Sasa ndio maana nimekuja na mabinti. Tumeenda nao makaburini kuonesha kaburi la Sauda, ila wameshindwa kutuamini. Ndio maana tumekuja hapa kwako ili uweze kuaminisha na uweze kutuamini, ili uweze kumsaidia Sauda na mumewe pia. Nyinyi, kwa hiyo naona sasa mmeamua kunong'ona ili mradi mimi nisiwasikie, si ndio? Wewe binti, sisi tunanong'ona? Mbona umeanza kuleta visa wewe? Unasema? Una visa. Unasemaje? Huyu mnayemuona hapo amepigwa na kimbora kwenye ngoma ya masikio yake. Yaani kumuongelesha huyu ni sawa na unaongelesha bubu huku kitarajia kuelewe, hali ya kuwa ufanye ishara yoyote ya kumuelewesha. Na hapo alipo hatusikii kabisa. Mamdogo. Hivi ni kweli usikii chochote? Unasema? Usikii chochote? Mbona nawe umeanza kunong'ona tena? Hebu ongeza sauti. Unasema? We, baba Sangoma. Kwa hiyo maskini ya Mungu na udada tayari kiziwi? Ndiyo. Hapo alipo hasikii chochote wala kuelewa kitu. Lakini mwenyewe anavyojiona anaona yuko sawa na anaelewa kila kitu. Serata kiboko. Sasa haya mambo naisa ishakuwa makubwa.
Mtaalamu, hebu niambie ni njia gani ambayo utatumia ili kuwasaidia hawa? Na uhakika njia ipo, lakini kwanza tusubiri mizimu inielekeze, maana tangu nianze kazi yangu ya utabibu sijawahi kukumbana na janga kama hili. Mungu wangu. Sasa nani atakuwa amemloga? Anayesababisha haya ni mtu wako wa karibu ambaye unaishi naye nyumba moja, na ameyafanya hayo baada ya kumuona huyu anakuwa kama mwiba kwake. Lakini usiwe na wasiwasi, kila kitu kitakaa sawa. Kwa nyinyi wawili nyinyi mmeamua kunizungusha mnilete hapa ni yenu mnitapeli, si ndio? Mnanong'ona ili maji mimi nisiwasikie maneno mnazungumza. Mnazungumza masuala utapeli tapeli hapa, si ndio? Mmeamua muungane sasa mnilete kwa huyu ili mimi nifanye mjinga. Sasa kwa taarifa yenu, sitapeliki. Na nikodolea macho, msinikodolee macho, sitapeliki. Watazama na kati hapa ya uongo hapa tudoke. Muona alivyokuwa na dharau dada. Yaani mimi natoa msaada, mimi mwenyewe naonekana tapeli. Jamani. Mimi naacha familia yangu wote wanaonekana kichaa kwa sababu ya familia yao, lakini bado naonekana tapeli. Kila kitu kina muda. Hili jambo litaisha. Shoga yangu, mimi hata kukaa tena sikai. Acha tu nikwambie asante. Usijali udogo wangu. Mimi na wewe tena siwezi kukuacha kamwe. Popote pale unapokuwa na shida usisite kuniona rafiki yangu. Haya. Basi acha niwahi huko kwa Visebengo. Nataka nikashuhudie kwa macho yangu, yani nikakae niwatizame. Kwa acha tu niwahi, maana nina kimuhemuhe, siwezi hata kukielezea. Haya shoga yangu. Nakutakia kila la heri kwenye mafanikio yako. Kufanikiwa lazima, mjumba lazima niumie. Lakini pia nitakapolipata lile jumba, basi nitakuita uje tukae pale. Kila siku tukiamka tunaongea hili, tunabadilika hili. Haya shoga yangu. Haya. Mama, nakukumbuka sana. Life is a mess, no fun. Nifunze mama, nipo juu ya kaburi lako. Mamdogo. Hivi yale maneno ya kule kwa mganga ulielewa kweli? Kwani wewe Zena, una matatizo gani? Kwa nini unaninong'oneza? Kwa nini unashinda kutoa sauti ngakusikia au? Mamdogo, mimi sinong'oni. Wewe hapo umelogwa ndio maana usikii chochote mamdogo. Unasema? Hebu ongea. Unasema? Mamdogo, wewe umelogwa. Alafu Zena, acha kunifanyia visa. Sipendi kufanyiwa utani wa kitoto. Tumeelewana? Kama huwezi kutoa sauti acha kuongea na mimi. Mambo gani unakaa unanong'oneza kila masaa? Mtizame kwanza. Jamani. Kwa ina maana mamdogo wangu kashalogwa kweli. Sasa jamani, mbona matatizo kila siku sisi tu yanatuandama? Mama, wakambo wananitesa, sina wa kumwambia. Zaidi yako mama, maisha bila. Hebu nisikilize ndugu yangu. Unajua kuna muda mwingine watu tunajitoa kweli kwa moyo wote, lakini kuna muda inafika unachoka. Yaani mimi naonekana chizi. Mimi naonekana tapeli. Ni msaada tu. Hivi kaka, kwa mfano namsaidia huyu Sauda, mimi napata faida gani? Au huo msaada wote ninaofanya kwamba mimi namtaka hata mdogo wake Sauda? Mimi na maisha yangu na kila kitu nakipata kwa wakati, nafanya kazi kwa bidii, hakuna kitu chochote kinachoingiliana. Sasa mimi nikiacha hii familia nina hasara gani kama sio upumbavu? Mimi nasaidia watu bado naonekana kichaa. Yaani mimi naonekana tapeli, na mtapeli nini sasa?
kutaka nguo za haya. Ina maana mimi nimeshindwa mke wangu kumnunulia nguo mpaka niite watu, wewe nimwite mganga ili niichukue ile nguo? Yaani kama wewe umeshindwa, basi mimi nimeshinda. Nafikiri umesikia mganga alivyoongea kuwa yule binti sio yeye, na wala pale hayakuwa makosa yake. Cha kumshukuru tu Mwenyezi Mungu, mlikuwa mnapambana na adui ambaye amejificha, ila kwa sasa amejitokeza wazi wazi. Pamebaki padogo tu, panakupaswa umalizie. Nisikilize bwana. Unajua maneno yako hayo, umesali, mifano, hivyo ni vitu vya wazee wa zamani. Sasa hivi watu tunapenda hivi, kitu kilichonyoka. Mimi nina mambo mengi sana. Hapa nitakiwa uniunge mkono. Kuanzia sasa acha. Sauda ashawekwa kwenye chupa, ameshafungiwa huko, sio ameshafanya nini? Acha. Ningeacha tu. Niendelee na maisha yangu. Kama mtu ameshakufa, si ameshakufa tu. Sasa tunasaidia nini? Ni kweli unachokisema, ila Sauda kukufuata kwa bahati mbaya. Alijua kwako kuna msaada na unapaswa umsaidie. Kwa sasa kazi imebaki rahisi sana. Hivi unafikiri ukimfuata Zena na tukimweleza tena atakataa? Hatokataa. Hatakubali kutusaidia ili kuweza kumsaidia mama yake na baba yake. Sasa basi, wewe upaswa kukata tamaa. Wewe ndo mfanyaji kazi, wewe ndo mtendaji kazi. Fanya hii kazi. Yaani wewe tunasema kwamba ni mtu wa kazi. Umetaka kazi, fanya kazi. Lakini nachoka sana. Nachoka. Yaani kuna muda mwingine waka nawaza, hivi ninavyomsaidia huyu Sauda, wangekuwa na ruhusu mtu kulala na mzimu, wallahi yule mimi ningelala naye na ningemtia mimba ili aone yote haya ninayopitia na mimi anilipe, angenipa hata kitoto. Yaani wewe hauna tofauti kabisa na akili za wajomba zako. Umefuata mule mule walipolala wao, wewe umeamka. Wewe vipi? Mbona kila kitu una tofauti na wajomba zako vipi? Naona una hamu ya kumfuata dada yako huko aliko, na muda si mrefu nitakuua pia. Kuna nini Zena? Mbona umesimama hapo? Hamna kitu mama mdogo. Sasa bado aka kadogo, dawa yake inachemka, na hapo nitakuwa nimeshatimiza azma yangu ya kuupata huu mjumba na nitaishi kama mzungu. Shoga yangu, hapa nina furaha hatari. Hebu nipashe habari ili niungane na wewe kwenye hiyo furaha yako udugu wangu. Sasa nisikilize tena kwa makini. Sandra kwisha habari yake. Anaonekana kabisa asikii. Maana nimeongea maneno ya kukera maksudi, lakini hutaamini. Hajasikia kabisa. Oh. Kumbe ni hilo tu. Kuna mimi nijua mapema tu lazima itatimia. Ni kweli, ila upande wangu nilikuwa nimeshaanza kutokumwamini tangu aliposhindwa kumuua Tano. Huenda Tano ni mtu hatari sana ndio maana. Ila huenda. Sasa nasubiri kwa hamu muda ambao Zena ataadabishwa na yule mganga. Ndugu yangu, haya yote tunayozungumza unaongelea ukiwa wapi? Nipo nyumbani. Hivi umesahau kwamba Zena anasikia?
Au nadhani Zena akisikia mipango yako hawezi kwenda kuambia akina Tano? Umelogwa na hapo ulipo usikii. Na aliyekuloga ni mama. Kuna kitu alikiongea pale, ndiyo maana nikageuka. Baada ya kuona hujasikia, akafurahi. Umeamini ninachokizungumza mama? Kama ungekuwa unasikia, naamini hiyo sauti ya Sani ungeisikia. Kivipi? Kumbe huyu Isarata anijui eh? Ananichezea? Ngoja nikamuonyeshe. Mamdogo. Mamdogo. Shida nini? Kichwa. Eh? Kichwa changu. Kalete dawa. Kimbia. Mama. Kichwa changu mimi. Habari yako binti. Najua unanifikiria vibaya sana mwanangu, lakini kila kitu ambacho mimi nazungumza ni ukweli. Mimi sihusiki na babako kwa kichaa, bali mimi ndio mkombozi wa familia yenu. Unapaswa kunisikiliza sana Zena. Sawa, mimi nimeshatambua hilo na nafahamu kwamba wewe sio mtu mbaya, ila kwa sana haraka sana naenda kumnulia Mamdogo Sanda dawa. Sawa. Mimi nashukuru sana kama umegundua sisi si watu wabaya. Sasa mwanangu, kuna kitu kimoja tu ili haya masuala yote yaishe. Mimi naomba utusaidie nguo ya mama yako. Nguo ya mamangu? Sawa, mimi nitawaletea, maana nahitaji mumuue kabisa. Unahitaji tumuue nani? Si Mamdogo Sai? Maana ananitesa sana. Tangu kifo cha mamangu sijai kupata furaha kabisa. Labda ujue Mamdogo Sandra, lakini pia naye ndo kama hicho kilichomkuta. Nakuelewa sana mwanangu, lakini kwa sasa sisi hatuhitaji nguo ya Sailata. Ya Mamdogo Sandra? Hapana. Sasa ya nani? Tunahitaji nguo ya marehemu mama yako Sauda. Unasemaje wewe mzee?
Naombeni mumwache mama apumzike kwa amani. Zena, unajua ni vigumu sana kunielewa mwanangu, na sijui nizungumze nini unielewe. Unajua mama yako bado hajafa, nafsi yake bado ipo inatangatanga hapa duniani. Yaani sijui nikupe mfano gani ili upate kunielewa na ujue mimi ni mtu wa aina gani, lakini tambua kuwa mama yako nafsi yake bado ipo inalandalanda hapa duniani, inashindwa kupumzika kwa amani, na yote haya ni kwa sababu yako wewe. Mama anakuonea huruma sana. Kwa hiyo huwa mama yako anakaa karibu na mimi ili mradi ni kuangalia wewe. Sasa ili mama apumzike kwa amani na wewe upate amani, basi lazima nipate nguo ya mama yako. Mbona siwaelewi?